Serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji kwa kuboresha miundombinu ya usafirishaji, bandari, matumizi ya tehama, nishati ya umeme, barabara na sera zinazowezesha sekta binafsi ikiwemo sekta ya biashara kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Dunia inaendelea kubadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia, biashara mtandao, matumizi ya taarifa na akili unde. Mabadiliko haya yanabadilisha namna mataifa yanavyozalisha, kufanya biashara, kuvutia uwekezaji na kushindana katika uchumi wa dunia. Katika mazingira haya, taifa linalochelewa kufanya mageuzi ya kidijitali hupungua uwezo wake wa kushindana. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inalielewa jambo hili na ndio maana imeendelea kuweka sera, usimamizi wa uchumi na uboreshaji wa mazingira ya sekta binafsi ikiwemo sekta ya biashara. Hatua hii imeanza kuleta matunda ambapo leo tunashuhudia maendeleo ya sekta binafsi nchini ikiwemo uzinduzi huu wa mfumo wa Zanzibar Chamber Portal ambao utakuwa msaada mkubwa katika kuwakuza wafanyabiashara na kukuza biashara. Kupitia mfumo huu, wanajumuiya wa ZNCC wataweza kupata huduma nyingi kwa urahisi zaidi, ikiwa ni pamoja na usajili na uhuishaji wa wanachama, maombi ya vyeti vya uwasili wa bidhaa yani certificate of origin, uwasilishaji wa changamoto za kibiashara na vikwazo visivyo vya kodi yani non-tariff barriers, na pia kufuatilia maendeleo ya maombi yao bila ya ulazima wa kusafiri katika eneo moja kwenda eneo jingine. Haya ni mageuzi yanayopunguza muda wa kupata huduma, yanayopunguza gharama ya kufanya biashara na yanayoongeza imani ya wafanyabiashara kwa taasisi zao na kuifanya ZNCC kuwa chemba ya kisasa inayokidhi mahitaji ya uchumi wa karne ya 21. Ahadi yangu kwenu, maazimio yote ambayo yametolewa nimeyazingatia na napenda kutumia fursa hii kuziagiza taasisi zote ambazo zimeguswa kwa namna moja ama nyingine kwa upande wa serikali na vile vile kwa upande wa sekta binafsi, twende tukazifanyie kazi maazimio hayo ili lengo la kukuza biashara hapa nchini liweze kufikiwa kwa kiwango kinachotarajiwa. Nazihimiza taasisi zote za serikali kuiona kamati hii kama mshirika wa kuboresha huduma na sio kama mkosoaji wa utendaji wao. Vile vile nawahimiza wafanyabiashara kutumia njia rasmi za kuwasilisha changamoto zao kupitia mfumo wa ZCP, kamati ya kitaifa ya kushughulikia vikwazo visivyo vya kodi, na pia kupitia majukwaa ya mazungumzo ya serikali na sekta binafsi. Ni imani yangu kuwa kupitia upatikanaji wa taarifa kwa usahihi na majadiliano yenye kujenga kama ambavyo mmekuwa mkifanya, tutaweza kuondoa vikwazo vinavyochelewesha ukuaji wa biashara, kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma, na badala yake kuifanya Zanzibar kuendelea kuwa mahala bora pa kufanyia biashara. Nahitimisha hotuba yangu kwa kutoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuja kuwekeza Zanzibar katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya biashara na uwekezaji.